nini? Unapofungua geti, kumbuka ule mchakato wa kusaga kile kilichomo na wenyewe unaendelea. Kwa hiyo matokeo yake ile asidi inarudi inapanda mpaka kwenye koo. Ndiyo maana tunakuwa na matatizo ya kiungulia, mara sijui gesi imejaa kooni, tumboni, kwa sababu ikisha open valve kile chakula kinafanya nini? Kinarudi juu. Sasa ukifanya hivi mara kwa mara, kwa sababu hii asidi haikutengenezwa ili ikae kwenye koo, koo lako linaanza kusema sasa, ndugu yangu, linaupa taarifa mwili, sasa ndugu yangu, mimi mazingira yangu ya kazi ni magumu, nahitaji mniongezee uwezo wa kukabiliana na nini? Na hii asidi. Kwa hiyo matokeo yake, kwanza ile valve inaathiriwa na ile asidi. Kwa hiyo inakuwa kama imetengeneza kidonda, na inapopona inatengeneza kovu gumu, kama ambavyo ukiumia na kidonda unapata kama kovu fulani gumu. Sasa ile kovu sio flexible, linakuwa tayari limeisha dhoofisha ile nini, ile valve, lile geti. Kwa hiyo maana yake lile geti linakuwa halina uwezo tena wa kudhibiti nini, asidi, wakati tumbo linafanya kazi yake. Lakini pia koo la chakula linapoungua na lenyewe linapoteza uwezo wake wa kunyumbulika, na hii hali ikiendelea kwa muda mrefu unapata shida. Sasa ngoja nikwambie makosa yanayotokea, na ninasikitika kwa nini watu wengi hili hawalielewi. Kosa moja watu wanalofanya wakipata changamoto kama hizi za kiungulia, gesi kuwa nyingi, hawafikirii kujikagua mtindo wao wa ulaji. Wanachofanya, wanaenda kwa daktari. Daktari anachofanya, anakupa dawa ya kupunguza asidi. Sasa niwaulize wenyewe ndugu zangu, hivi ukipunguza kiwango cha asidi umetibu tatizo? Umetibu tatizo? Maana dawa utakayopewa itaenda tu kupunguza nini? Asidi, lakini haitakuondolea nini? Tatizo. Ndio maana ukiacha dawa unashtukia tena unafanya nini? Ile hali inarudi. Kwa hiyo unakuwa mteja wa hospitali. Na sisi ukija sasa, tutapata wapi mshahara? Tutakupa dawa tupate mshahara, ndo kazi yetu. Lakini kuna vitu ambavyo daktari hawezi kukufanyia. Daktari hawezi kucontrol utaratibu wako wa kula nini? Chakula. Ndio maana tunashauriwa milo ipeane nini jamani? Haya, sababu ya pili kwa nini milo ipeane nafasi. Unapokula chakula, kama nilivyowaambia, ili dude ukiwasha juu, umewasha mwanzo mpaka mwisho. Unapoweka chakula tu mdomoni, yani unakuwa umewasha mpaka mfumo wa mwili unajiandaa mpaka pale chakula kitakapoenda kupokelewa. Maana yake zile homoni zinazoshughulika na matumizi ya hicho chakula ndani ya mwili zinaruhusiwa. Sasa mojawapo ya homoni ni insulin. Ukishaanza kula tu, mwili unazalisha insulin. Unaona, kwa mfano ukila breakfast pale, unaona insulin inatolewa, na inapotolewa inahamasisha uhifadhi wa chakula cha ziada kwenda kwenye mafuta. Kwa hiyo ukisha kula, insulin inapanda, alafu kwa sababu umeacha kula inashuka. Ikishuka, kale kagepu kati ya breakfast na lunch inapungua. Inapopungua, maana yake unakuwa ni wakati wa kupoteza mafuta, kwa sababu insulin imefanya nini? Imepungua. Ukila tena lunch, ka insulin kanapanda, alafu ukimaliza kanafanya nini? Kanashuka. Unakuwa unapoteza tena mafuta ya ziada uliotumia. Sasa wakati unalala hayo masaa 8, insulini inashuka kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kunakuwa na wakati mwingi wa mwili kutumia ile akiba ambayo imehifadhiwa kama mafuta. Sasa changamoto ya pili ya kula mara kwa mara ni nini? Ni kwamba wewe muda wote, hata kama ukila karanga tu, mwili unatoa insulini ya kutosha. Unatoa tu insulini, maana unajua kwamba vinakuja. Kwa hiyo havijui kwamba utakuwa umekula karanga moja, ukianza hata kama unatafuna jojo, mwili unajua tu hii process hii kuna kitu kinakuja, inatoa insulini. Kwa hiyo wewe kama unakula mara kwa mara, maana yake muda wote unakuwa hauchomi mafuta, ila unahifadhi mafuta, hata kama unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo shida inakuja nini? Mbona sipungui uzito? Mbona sipungui unene? Unaona hiyo changamoto inapokuwa. Lakini ni kwa sababu ya nini? Unakula mara kwa mara. Kwa hiyo unakuwa unahifadhi mafuta muda wote. Sasa
nilidhani kwamba hili somo ningeweza kulimaliza leo, lakini ninatamani leo niishie kwenye hiki kipengele cha kwanza cha kutokula katikati ya milo. Kesho tutaendelea na hizi kanuni za kula kifalme na mambo ya kuzingatia wakati tunakula. Kwa hiyo tutaangalia hizo kanuni zilizosalia, na tutaangalia pia ushauri ni nini tufanye ili tuweze kula katika namna iliyo bora. Labda tu jambo moja la kukazia ni kwamba ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Daktari amesemaje? Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa, usile kwa sababu ni muda wa nini, wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini, unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako mgapi. Ukifunga habari ya kula, umemaliza yote. Basi usikose kesho tutakapoendelea kuziangalia kanuni hizi, na Mungu awabariki sana.